As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount Olive, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go into the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' tell him, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.' They went and found a colt outside in the street, tied at doorway. As they untied it, some people standing there asked, 'What are you doing, untying the colt?' They answered, as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and drew their cloak over it and sat on it, many people prepared their cloth and on the load, spread their cloth on the load, while others spread branches and they had cut in the field. Those who went ahead and those who followed shouted, 'Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming of the King of our father David. Hosanna in the highest.'" The word of the Lord. Amen. Haya maandiko niliyasoma na nikayafikiria sana, na ningetaka tuyaangalie mambo matatu ambao najua Mungu atatunenea kupitia. Nikafikiria vile ambavyo mambo hufanyika na hutendeka wakati ule Yesu anayekuja, au when Jesus comes, what happens. Yesu akiingia, jinsi mambo na vile vitu ambavyo vinatendeka, mambo vile yanafanyika Yesu akikuja. I thought of this colt. Colt ni mtoto wa punda. Mtoto huyu wa punda, Biblia inasema hakuwa amekaliwa na mtu mwingine. Jua punda wakati ule ilikuwa inawapeleka watu kutoka hapa kupaka kule, out to various destination. It was used as a means of transport. Naye wakati huu Yesu Kristo akaamua kutumia mtoto wa punda ambaye hajawahi beba mtu mwingine yeyote. Na Biblia inasema vizuri sana, Yesu kwa sababu alikuwa anajua ahead of them, akaniwaambia, "Nendeni kwenye kijiji ambacho kiko mbele pale, na mtapata mtoto wa punda aliyefungwa mahali pale. Mkaweza kumfungua, na yeyote atakaye wauliza, 'Mnafanya hivi kwa nini?' mwambie Bwana amefanya." Na hilo jambo, kuna jambo moja ningetaka tujifunze na tuyaangalie mambo yake Mungu au Yesu Kristo. Anajua things ahead of us. Hata mambo yale ambao yanafanyika kufungwa kwa nchi, na hasa wale ambao tunaishi Nairobi, hayaja kuja kinyume, au Mungu alikuwa anayajua even before we knew. So it is not a straight thing that is happening. Alikuwa anayajua. He always know our ending as if it is from the beginning. Anajua mwisho wetu kama ndio mwanzo wetu. Kwa hivyo hata yale ambayo yanatutendekea wakati huu anayajua, na hata yale yatatendeka kesho atayajua. Lakini lile jambo ambao ningetaka kukuomba ni tufikirie mambo haya mawili au matatu Yesu Kristo alisema. Yesu Kristo alipofunguliwa lile punda, na yale mambo alikuwa anayajua yalipotendeka kama vile ambavyo alikuwa anayajua,
kuna kitu ambao kilitendeka ya kwanza. The colt was untied. Hii mwanapunda alifunguliwa. Na kuna jambo moja ningetaka tufikirie juu ya maisha yetu wakati ule Yesu ametumana. Na ni maombi yetu, naomba ataweza tumana hata saa hii tukaweza kutumaniwa na jambo atufungulie. Praise the Lord. When God says go and untie, it is something that I thought na ningetaka uiangalie na uombe Mungu atumane lile jambo liweze kufunguliwa. Untie. When God commands things to be untied, they are surely going to be untied. Akitumana jambo fulani liweze kufunguliwa, kusema kweli litafunguliwa. Alitumana akasema mutamuona, na musemi mutoe amri afunguliwe, na mukiuliza museme ndi Bwana amesema. Nami kama mchungaji wa kanisa la Mbahati, naomba Mungu akaweza kutumana kwenu, akaweza kutumana kwako, aseme na lilo jambo liweze kufunguliwa. Sijui ni jambo gani ambao limefungika au limefungwa kwa sababu ya yale mambo ambao yanaendelea. It is my prayer that God is going to send someone na aseme lilo jambo liweze kufunguliwa. Naona kuna watu ambao inawezekana kuwa kuna mambo yao yamefungwa. Pengine you used to do supply na mambo yako ya kulipwa ikafungwa. Maombi yangu siku ya leo ni lile jambo ambao limefungwa liweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. May God send and command someone to come and untie lilo jambo ambao limefungwa. May God untie that relationship that is breaking, that family that is breaking. Aweze kufungua ile upendo ya kwanza iweze kurudi. Praise the Lord. Now when God untie you, you get freedom. Na unaona huyu mwanapunda alipofunguliwa aliweza kutembea na kuenenda. Kwa sababu alikuwa amefungwa mahali hangetoka. Na inawezekana kuwa kuna mambo yetu mengi ambao yamefungwa hata kwa sababu ya hii ugonjwa ya corona ambao ilikuja. Mao tayari inaendelea kufikisha watu ngiri tatu wale ambao wamesha kufa, ngiri mbili wale ambao wamepumzika. Lakini kuna mambo mengi sana yamefungwa kwa sababu ya corona. Ni maombi yangu that God will command those things ambao zimefungika na zimefungwa kwa sababu ya hii mambo, aweze kucommand ziweze kufunguliwa. Hata kanisa tunaomba hivyo. May God command and bring a command, hiyo mambo yote yaweze kufunguliwa. Na akisema Mungu, we have to obey. Bwana Yesu asifiwe. When God commands things to be untied, they must be untied. Na wewe sijui ni jambo gani ungetaka kufunguliwa. Tell God, command. Praise the Lord. Number 2, mstari wa 4. When God says a word, all and everyone obeys. Mungu akitenda jambo na akisema jambo, na aliposema jambo, kila mtu na kila kiumbe kilitii. Na my prayer is that this day, na siku ya leo ambao ni ya Palm Sunday, ambao tunakumbuka Yesu Kristo kuingia Yerusalemu, may he command everything, and I know everything will obey. Praise the Lord. Mambo yakiambiwa jambo, akisema jambo lile ambao atasema litatii. Na najua kuna mtu ambaye anaamini may God speak a word, may God say a word, and everything shall be well. Praise the Lord. Mambo yote yangu yatakuwa sawa. Na akinene hilo jambo juu ya maisha yako, alisema go and say, and everybody agreed, and everybody obeyed. Na maombi yangu siku ya leo ambao tumefungiwa, ambao hatuwezi tukakusanyika, ambao hatuwezi tukaenda matanga kwa watu wetu ambao wamefiwa nyumbani
kwa sababu ya cessation of movement, lakini may God give a command. Bwana Yesu asifiwe. And when God says anything, we shall be, even our economy. Mungu akisema jambo juu ya economy yetu, mambo yote yatatii. Bwana Yesu asifiwe. And I want you see verse 8. Number 3, jambo la kwanza nimesema, when God says a word, untie, ayafungue. And number 2 nikasema, God just say a word and everything shall obey. Number 3 ni mstari wa 8. Mstari wa 8, many people splend their clothes. Nguo zao, mashuka zao wakaziweka chini ya barabara, wakatandika, na wengine wakachukua matawi wakayatandika chini, si ndio mwanapunda apitie, lakini bali kile kiko ndani au kimebeba mwanapunda. Praise the Lord. When you have Christ in you, when you have Christ in you, you will command respect. Even in that business, even at home, wewe mama, wewe mzee, wewe mtoto, when you accept to have Christ in you, you will command respect. Na watu hawataambiwa wakutendee, watajipata wanakutendea because uko na Yesu. Hawa watu hawakuwa wanatendea punda, hapana. Walikuwa wanatoa, just imagine mama alitoa shuka yake akatandika chini. Vijana na wao hawakuwa na shuka, na wazee wakaenda kwa kichaka wakachukua matawi, the palm trees, wakaziweka jia, ndio mahali ambapo huyu mwanapunda atakanyanga pawe pasafi, pasiwe na hata fubi. Because of the respect that you command, everybody will be able to respect you. So I will request you, hata wakati huu uwe na Kristo ndani yako. And when you have Christ in you, you will command respect. Praise the Lord. And I tell you and I request you, my brothers and my sister, hata wakati huu tuko nyumbani, have that Christ in you. And if you have Christ in you, ukiwa na Kristo ndani yako, you will be able to command respect. And God will be honored wakati ambapo utatenda hayo. Na kitu hiyo ingine, tuendelee kujua at we supposed to know our God. Tuweze kujua Mungu wetu, tuweze kumkumbuka Mungu wetu ni nani, na tuweze kumfahamu Mungu wetu na nguvu zile ambazo anazo zicommand. Because our God is able, even at this time. Nimewakumbusha nikawaambia, hata wakati huu ambapo tumefungiwa, hatuwezi tukakutana watu wengi pamoja, hatuwezi tukaenda kwa mkahawa tukae chini tukule vile tulikuwa tunakula, hatuwezi tukakutana kanisani, hatuwezi tukaenda kwa matanga na mambo mengine mengi. God is still God, and we are supposed to know our God very well. And how do you know God? You know God like the words that were spoken to us last Sunday, ambao tunastahili kumjua Mungu kama Ana. Na kwa sababu Ana alikuwa anajua madhabahu yake ni gani. Na nyinyi wa Kristo, nataka tena kuwakumbusha, ni vizuri wakati kama huu mjue yale madhabahu ambao yanawanenea. You know and respect the altar that speak to you. And when you know that, and because you know God, na unajua huyu Mungu mwenye madhabahu ambayo yanakunenea, utaweza kumpenda na kumshukuru kila wakati. Know your altar. Na mabili tuliambiwa, always when you know your altar, always sacrifice at your altar. Always make a sacrificial offering to your altar, and always be pleasant at your altar. And that's why hata wakati huu ambapo kumefungwa, hata wakati huu ambao kumefungwa kanisa letu, ikiwa imefungwa watu kuingia wengi, hatujafunga. Tumefunga the physical, lakini ungali umeweza kupata wachungaji wako. Ungali tukali, we are available, and we always love you, and we are always available to pray with you. Tuko pale na unaweza tupata. Nataka kumaliza nikisema, Mungu aendelee kuwabariki, kuwaonekania, as you continue to be there and to be pleasant at your altar. And always God will bless you. In the name of the Father,
Son, and the Holy Spirit. Amen, amen. Ningetaka kutoa matangazo ya mwisho ndio tuweze kuomba na Mungu aendelee kuwabariki. Mkitaka kutuona ofisi, tuko kwa ofisi Tuesdays, Wednesday, Thursday, Friday, Saturdays. Na tena we are always there. Kwa namba zetu za simu mnaweza tupata kwa simu, ziko pale. Yangu ni 0720476375 0720476375. Ya mchungaji Dhuthi ni 0726331931. Na ile ingine ambao inatumikanga sana kanisani, ile mnatumianga wakati mwingi watu wa Bahati kutumia, inatumikanga sana na secretary, inakuanga kanisani lakini registered at my name, iko na simu yake, na ndio mmekuwa mkitumia M-Pesa na vitu zingine, na tithe na offering ni 0748371999 37199 0748371999. Hiyo ndio namba zile mnaweza tupata nazo. Tuko kwenu na tunawaombea na Mungu aendelee kuwabariki. May God bless you as you continue to honor God and to respect him. We are always available for you, na tutaendelea kuwa available kwenu. Nituguthi na mbere tukionekana mungĩkorwo mũkĩenda gũka gũtuona kanitha-inĩ. Ithuĩ tũkoragwo kanitha-inĩ tondũ nĩ office itũ, na twetirwo full time tukoragwo kanitha-inĩ, na Ngai athiĩ na mbere akimwĩkaga wega. Ũngĩrĩkĩrĩria ndĩmũririkanio rĩngĩ, respect your altar, honor your altar, umenye kĩgongona gĩaku nĩ kĩrĩkũ, feed your altar with sacrifices and be pleasant at your altar. Na nĩ njũĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ no mũngĩhothire, na no mũngĩũkire na mĩhothi yanyu, namba icio twamũhe kwĩna pay bill, nĩ njũĩ nĩ rathiũrũrũka hau thĩ at your screen, na andũ arĩa mwĩna bulletin, arĩa mũrĩ a Bahati, na namba icio twamũhe, they are always available for you. God bless you, God bless you, na bariki na zaidi ya waponye. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tena twashukuru kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Na Baba Muthingu na ithe witũ akĩrĩkanĩro na mahinda maya, wewe Ngai no tũrĩte we Ngai, no gũtũra we Ngai. Na Baba Muthingu na ithe witũ igũrũ na mahinda maya no tũkũnyiha, tukĩrĩcokereria na tũkĩgathĩrĩria rĩtwa rĩaku. Ngai wa matuĩre gĩtũmi maũndũ maya mothe nĩwe mekĩte. Baba Muthingu na ithe witũ akĩrĩkanĩro, twahoya ũthiĩ na mbere ũgĩtwĩkaga wega, tuonekanie na utubariki, na zaidi washirika wa kanisa hili letu la Bahati waonekanie. Wakati huu ambapo Baba mwema na Mungu wa rehema, tunapofikiria vile ambavyo ulivyoingia Yerusalemu, Lord God, in Jesus name tuomba utaingia Yerusalemu ambao ni roho zetu, na ukiingia ndani la roho zetu, we shall gain and gather respect like huyo mwana punda. Lord God, in Jesus name, na waombea wale ambao ni wagonjwa waponye, na waombea wale ambao wako na changamoto zimingi za duniani, Baba wa rehema ukutane nazo, na waombea wa Kristo hasa wa Bahati, Lord God, in Jesus name, na marafiki zetu wote ambao wanatusikiliza mahali popote, Lord God, in Jesus name, na waombea wabariki, waonekanie. Na Baba mwema na Mungu wa rehema, tukipata wakati wa kufunguliwa kanisa tena, tuweze kukutana, utukumbushe kusema ni asante. Ndio kuna wengine Baba mwema na Mungu wa rehema ambao wanaamua kutuma sadaka zao, Baba mwema na Mungu wa rehema ambao wanatuma na kupitia pay bills, na wale ambao wanatuma na kupitia simu. Lord God, in Jesus name we pray for them wherever they are, and Lord God, in Jesus name we receive them, and we pray that God utatusaidia tuweze kuziweka kwa kazi ile inaofaa. Na hata hii mjengo ambao tunaendelea, Lord, we pray and trust God that God you continue to bless your servant and your people, na ndio tuweze hata kutoa za kujenga. Wabariki wa Kristo wale ambao wamejitoa na sadaka na tithe zao na offerings zao, kawabariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa baraka ya Mungu ipitao fahamu za wanadamu iwalinde nia katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu. Baraka ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae kwenu sasa na hata milele. Amen.
God bless you.